بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى siku ya leo kama kawaida ni siku ya darsa ambazo darsa hizo huendeshwa kwa mnasaba wa vitabu vya tauhid na aqida. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakianza kitabu kipya baada ya kumaliza kitabu kiitwacho khudh aqidataka min alkitabi was-sunnati as-sahiha cha mwandishi Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahmatullahi alayhi. Kitabu ambacho tuko nacho mkononi leo kinaitwa Kitabu Tauhid. Kitabu tulicho nacho mkononi kinaitwa Kitabu At-Tauhid. Ni katika vitabu ambavyo talibul ilmi anatakikana kukihifadhi. Ni katika vitabu ambavyo yapaswa kuhifadhiwa matini yake. Kwa nini? Kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yake ni katika mambo yaliyo muhimu kuweza kuelewa kwa tauhid. Na ametanguliwa mwana wa chuoni huyu na jina kama hili, Kitabu Tauhid, na mwanachuoni wa zamani aitwa al-Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alayhi. Anacho kitabu kinaitwa Kitabu Tauhid. Mwandishi wa kitabu hiki kama ambavyo jina lake limewekwa katika cover ya kitabu ni Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo kiutaratibu ambao hupita wanawachuoni wetu kabla ya kusoma kitabu, tuelewe tarjama, historia fupi ya mwandishi wa kitabu na kuelezea historia ya mwanachuoni au mtunzi wa kitabu. Jambo hili hutuingizia hamasa ya kuzidi kusoma na kutoa juhudi katika jambo la kutafuta ilmu, kwa kuwa wao walifanya juhudi kubwa kwenye jambo la kuitafuta ilmu. Kwa hiyo huwa tunatoa taarifu na tarjama kumhusu mwandishi wa kitabu. Lengo ni kupata hamasa ya kusoma na kupata hamasa ya kuilingania da'wa hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huo ndio mfumo wa wema waliotangulia nyuma, husoma kutoka kwa mashekhe zao taarifa za wale waliotangulia nyuma katika wanawachuoni, sira zao, maisha yao, waliyajenga vipi mpaka wakafikia kiwango ambacho walifikia. Jina lake mwanachuoni huyu anaitwa Sheikh al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam fi asrihi. Tunatia kifungamanishi cha fi asrihi kwa sababu
tamko Sheikhul Islam linapoachiwa lenyewe anakusudiwa Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi, lakini linapoegemezwa kwa mwingine asiyekuwa yeye lazima useme fi asrihi, kwa zama zake, kama ilivyokuwa katika asri yetu hii. Sheikhul Islam katika asri yetu hii ni al-Sheikh al-Allama Samahatul Mufti Abdul Aziz bin Abdullah ibn Bazi rahmatullahi alayhi, na pia jina hili aliegemezwa nalo. Kwa hiyo huyu alikuwa ni Sheikhul Islam katika zama zake na mpaka leo. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Mushrifi ni Muhammad mtoto wa Abdul Wahhab, mtoto wa Sulaiman, mtoto wa Ali, mtoto wa Mushrifi. At-Tamimi ay min bani Tamim, kabila lake ni Tamim. An-Najdi makana, alipozaliwa ni katika miji ya Najdi. Amezaliwa katika miji ya Najdi iliyo karibu na miji ya Riyadh, Mamlakatul Arabia Saudia, ambayo iklimi yake yaitwa baldatu al-Uyayna, wa hiya qaryatun fi shimali ar-Riyadh. Wa kana huwa imamu da'wati ahli sunnati wal jamaa. Kana imamu da'wati ahli sunnati wal jamaa fi Najd, alikuwa ni kiongozi wa da'wa ya ahli sunna wal jamaa katika miji ya Najd. Bwana huyu Sheikh al-Islam alilelewa katika nyumba ya ilmu. Nushia fi baiti al-ilmi au nashaa fi baiti al-ilmi, amekulia katika nyumba ya ilmu. Fa abuhu kana al-qadhi, baba yake aliyemzaa bwana Abdul Wahhab alikuwa ni qadhi katika mji wao, na babu yake al-Sheikh Sulaiman bin Ali bin Mushrifi kana al-mufti, alikuwa ni mufti wal marja'u lilulama, na marejeo ya wanawachuoni wa asri yake. Baba alikuwa ni qadhi, waliosoma usulul fiqh watafahamu manzila ya qadhi ni ipi. Wa hakadha kana jadduhu al-mufti, waliosoma usulul fiqh watafahamu manzila ya mufti. Wa a'mamuhu, na maami zake, ndugu na baba yake, kulluhum ulama, walikuwa wote ni wanawachuoni. Kwa ukiangalia Sheikh rahmatullahi alayhi alilelewa katika nyumba ya ilmu, katika familia ya ilmu, kinyume na wengi katika sisi. Baba mcheza mabao, mama piga vidumbaku. Allah tuhifadhi, tulindie wazazi wetu. Hilo ilikuwa familia ya Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo fanasha fi baiti al-ilm, amelelewa katika nyumba ya ilmu. Wa darasa ala yadi abi, alisoma mkononi mwa baba yake, kwa maana alisomeshwa na baba yake aliyemzaa Abdul Wahhab. Wa ala a'mamihi, na amesoma kwa maammi zake mundu sighari, tokea udogo wake amesoma kwa baba yake aliyemzaa, na maammi zake, ndugu na baba yake.
na alihifadhi al-Qur'an al-Karim qabla an yablugha sin al-ashira, alihifadhi Qur'an kabla ya miaka 10. Unaweza ukashangaa vipi alihifadhi Qur'ani kabla ya miaka 10, kabla ya kubaligha. حفظ القرآن قبل العاشرة. كيف؟ vipi? Mtoto wetu mitaani huko miaka 15 sasa yamaliza kusoma. Ndiyo, kwa sababu alisomeshwa na mzee wake. Anakuja anasomeshwa, hajapajua aliposomeshwa, rudi pale kapitie, alafu njoo tena, bado rudi pale kapitie, njoo tena, mpaka anajua aliposomeshwa. Wewe mwanao baada ya kushampeleka madrasa fulani ushamtupa. Mwalimu wa madrasa anasomesha saa 8 mpaka saa 11, ana wanafunzi 300, ana wakati kumwambia nenda kapitie, rudi tena. Akianza aya 2 za mwanzo kubabaisha, sura yako hujui, aya kule utasoma kesho. Simeelewa? Asa hafidha al-Qur'an kwa mfumo huu, alisomeshwa kwao na babake, na alwajib ni mtu kumsomesha mwanawe. Lakini kutokana na mambo yaliyotuzonga tunawapeleka madaris, hakuna ubaya. Anaporejea msikilize sura yake, msomeshe ili apate spidi ya kusoma. Fashtaghala fi talab al-ilmi wa hafidha al-Qur'ana ala abihi, akashughulika Sheikh al-Islam jambo la kutafuta ilmu na kuhifadhi Qur'ani akiwa anasimamiwa na baba yake aliyemzaa. Wa qaraa kutub at-tafsir, na akasoma vitabu vya tafsiri wal hadith na hadithi, hatta bara'a fil ilmi wa huwa saghir, mpaka akawa ni mashuhuri, akawa ni mahiri, akawa ni mwenye kushinda jambo lake la ilmu hadi ya kuwa yuko mdogo sana, anaweza kufanya tafsiri ya mambo, masala ya al-Qur'an na masala ya hadith, yufassir. وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه, faka wakastajabu na wakapendezeshwa na nani? Baba yake alipendezeshwa na wanawachuoni walio katika zama zake kutokana na uhodari wake na uzuri wa kuyaendea mambo ya ilmu. Bado mdogo Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, wa huwa saghir, na ni mdogo bado, na alikuwa yunaqish fi al-masail al-ilmiyya, akifanya munadharat, mijadala ya kiilmu akifanya na watu, hatta annahu mustafadu min munaqashatihi, mpaka watu wanastafid kutoka kwenye munaqasha wake. Fa'tarafu lahu bil fadli, wakatambua watu utukufu walionao mtoto huyu. Huyu ana zakaa ya hali ya juu kabisa, ana uhodari, ni genius huyu. Thumma innahu lam yaktaf bihadha alqadri min alilm, baada ya kuwa ana ilmu, anaweza kuyachambua masail, hakutosheka na hilo, kwamba tayari hakutosheka na hilo. Wa in kana fihi alkhair illa anna alilma la yashba' min, elimu haitoshi. Talibul ilm wa kweli hatosheki na ilmu, mbabaishaji, muhuni, mtovu wa adabu wa ilmu, kutosheka na ilmu. Atakapofika sehemu tena kila mmoja wake yeye ni mjinga. Lakini talibul ilm ash-shar'i, ambaye anaelewa kadri ya ilmu, kwa sababu miongoni mwa hikma au miongoni mwa muujiza wa ilmu
kila ukisoma unazidi tawadhu, kujishusha. Kila ukisoma wajishusha. Kwa nini? Wapima ujinga wako uliokuwa unao. Kabla haya hili nilikuwa silijui, hili nilikuwa silijui, hili nilikuwa silijui. Kwa hiyo akawa anasoma Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Fasaha farahal لطالب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج. akasafiri kutafuta ilmu, akaacha watu wake wa nyumbani, akaacha mji wake, akasafiri kwa ajili ya hija. Wa baada al-hajj dhahaba ila al-Madina, na baada ya hija akaelekea katika mji wa Madina. waltaqa biulamaiha fi al-Masjid an-Nabawi, akakutana kule katika mji wa Madina na mashekhe wanawachuoni, hususan الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيد alikutana naye kule. wakana imaman fil fiqh wa usulihi wa huwa min ahli Najd, na yeye alikuwa ni mtu kutoka Najd, min ahli almajma'ati fi Sadir, katika mji mkuu wa Sadir atokea huko. na mwanawe vile vile Ibrahim bin Abdullah muallif alkitab al-'Adhb al-Fa'id sharh alfiyat al-fara'id. Kwa hiyo kwa ufupi akakutana na wanawachuoni katika miji ya Madina, akasoma kutoka kwao wale wanawachuoni tofauti. Baada ya hapo akasafiri akaenda al-Ahsa, katika mji ya Ahsa, ni miji ya mamlaka, ni mji mkubwa mamlaka al-Ahsa, mashariki mwa mji ya Najd. kule faltaqa al-ulama min madhahibi Hanabila wa Shafi'iyya wa Malikiyya wa Hanafiyya, wa akhadha anhum khususan anil Hanabila. akasoma kule kwa wanawachuoni hasa wanawachuoni wa madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi alayhi. miongoni mwao Muhammad bin Fayruz wa Abdul Wahhab bin Fayruz akhadha anhum al-fiqha wa akhadha an Abdullah bin Abdul Latif al-Ahsa'i. akasoma pia kwa wanawachuoni huyo katika miji ya Ahsa. pia kutosheka na hapo, wadhahaba aidan ila al-Iraq ila al-Basra, wa kanat anadhak أهلت بالعلماء في الحديث والفقه فأخذ عن علمائها. wakati huo miji ya Basra ilikuwa imesheheni wanawachuoni wa hadithi, wanawachuoni wa fiqh, akachukua kutoka kwao wanawachuoni hawa ilmu, hasa kwa Sheikh Muhammad al-Majmu'i wa ghayruhu min a'immati al-Iraq. haya aliyafanya Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi fi talab ilmihi, katika jambo la kutafuta ilmu yake. na hii kuondoka kwenda huku alikuwa idha dhafara bi kitabi min kutubi Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, anapopata kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi, akipata kitabu cha Sheikhul Islam wa min kutubi tilmizi, na miongoni mwa vitabu vya mwanafunzi wake Sheikh al-Islam bin Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, nasahahu biqalamihi, anaandika kwa mkono. wakati huo hapakuwa na fotokopi ya mashine wakati huo, kwa hiyo huandika kwa mkono wake, au kama zipo hazipo alipo yeye. miaka ya 1115 ndo anazaliwa Sheikh Muhammad bin Wahhab rahmatullahi alayhi. kwa mkono wake anaandika nuskha. sasa tuna kopi, sababu vina kopi, watu wa kopi within 5 minutes, na wala ukisome sio. tulisema hapa juzi kwamba kuna baadhi ya vitabu vilipotea
kuna baadhi ya vitabu viliandikwa vilipotea. Miongoni mwa vitabu vilivyopotea ni vya Sheikh Abul Faraj Ibn al-Jawziyya, si huyu Ibn Qayyim, hapana, kabla yake alikuwepo mwanachuoni Abul Faraj sahib Sifatu Safwa, mwanachuoni wa zamani. Vitabu vyake baadhi vilipotea kwa kutokuandikwa, hakukuwa na kopi. Sheikh atunga kitabu, kopi zani wanafunzi kuandika kwa mikono yao. Na haya pia aliyafanya al-Allama al-Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, alipokuwa akishindwa kupata pesa ya kutoa kopi, huandika kwa mkono. Na muda mwingine anasema nilikuwa nakosa pesa karatasi kununua, natembea mitaani ikiona karatasi ambayo ina nafasi ya kuandika, kuchana sehemu za pembeni, nafasi ile huandika mimi takhrij za hadithi. Na hilo kalifanya shekhe wetu, Allah mhifadhi, kipenzi chetu, Abul Fadli Qasim bin Mafuta bin Qasim, Allah yahfadhu. Aliyafanya haya Yemen, kwa mkono anaandika kitabu. Pesa huna unafanyaje? Pesa ya kununua kitabu huna unafanyaje? Kwa mkono unaandika. Kwa aliandika vitabu kwa mkono wake. ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة، فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. akaandika vitabu vingi akiwa al-Ahsa, alipokuwa Basra vikakusanyika vitabu vingi kwake yeye. Kisha akaazimia kwenda Sham, kwenda kusoma pia. Hamma bisafar ila bilad Sham, akaazimia nitakwenda Sham kusoma. Akachukua ilmu kule kwa wanawachuoni wa Sham na watu wa hadithi katika madhehebu ya al-Hanabila. Lakini baada ya kwa safari anaienda, safari kawa nzito kwake, kwa maana hakuwa na cha kumpeleka katika pesa, usafiri, chakula. Njaa ikambana njiani, kiu ikamkaba njiani, kana kwamba ataka kuangamia. Wakada an yahlika fi tariq, angamie njiani. Ni mnafahamu safari ikiwa refu ya majangwa, siku mimi majangwa kipindi hiki cha jua kali, nafahamu hali inavyokuwa. Kwa shekhe alimsibu hayo, anakwenda Sham, safari kashindikana, akarejea Basra, akakaa pale Basra. Baada kubakia Basra, amekusanya sehemu katika ilmu. Thumma rajaa ila Najd, akarejea katika miji ya Najd baada ma tasallaha bil ilmi wa baada ma hasala ala majmu'atin kabir min al kutub إضافة إلى الكتب التي كانت عنده عند أهله وعند أهل بلده. alikusanya vitabu vingi kule al-Ahsa wal-Basra, ukijumlisha na vile ambavyo vilikuwepo kwao. Tunaofahamu baba yake alikuwa ni kadhi, babu yake alikuwa ni mufti. Kwa hiyo vipo vitabu vingine nyumbani kwao, akakusanya vitabu vile akaviweka ndani. Kisha soma sasa, madha alayhi, nini juu yake? An yad'u ahlahu wa mujtama'ahu, akaanza kulingania da'wa. Sasa wakati huo akaanza kulingania wal islah wa nashr al ilm an nafi', wa lam yarda bi an yaskuta wa yatruka an-nasa ala ma hum alayhi. Fanadhara ila mujtama'i, aliangalia jamii yake iliyomzunguka, hawa washirikina, hawa watu wa bid'a, akaangalia kwa upeo wa kuangalia. Wakati huo yeye ndiyo aliyekwenda kusoma ndani ya mji wake. Wapo wanawachuoni walinyamaza masala ya shirki, yale waliyojua ni masala ya fiqh, masala ya lugha, masala ya hadithi,
masala ya aqida na tauhid waliyanyamazia kimya. Aliporejea aliona mazingira mabovu katika mji wake, watu washirikina, watu wa bid'a wameenea na wana nguvu katika mji. Hakuridhia kunyamaza Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, akaanza kueneza ilmu kwa kadri ya imkani. Aliangalia kaona shari nyingi, akaanza kulingania ilmu, na kilichombeba kulingania ni wivu. Wivu wa nini? Wivu wa dini ya Allah. Nimeeleweka hapo? Nikisema wivu maana yake ni kule kuumia mtu kuharibiwa cha kwake. Nani aridhia aharibiwe mtoto wake? Yupo naridhia? Tunaita al-ghaira, wivu. Nani aridhia aharibiwe mkewe? Hakuna. Na yeye hakuridhia kuharibiwa dini ya Allah, wivu kamjaa. Iweje dini ya Allah yaharibiwa na sisi tumenyamaza kimya? Hili limembeba likampeleka katika da'wa. Lakini vile vile aliwaonea huruma jamii yake, warahma lilmuslimin, na kuonea huruma waislamu. Mbona hawa yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi, ya'taqiduna bi arkanil islam wa hum yushrikuna billah wa ya'buduna siwa Allah wa yabtadi'una fid din ma shara'a Allah lahum. Bona hivi haya limbeba, akaonea huruma jamii yake. Tuliyazungumza wiki iliyopita kwamba ukinyamaza kimya unaharibu. Ukinyamaza kimya unaharibu, kwa sababu ukinyamaza kimya huna wivu na dini ya Allah, bali huonee huruma wale wanaoharibikiwa. Kwa hiyo haikumbeba yeye kunyamaza kimya, akaanza kueneza da'wa. Na wakati huo walikuwa ulama wa Najdi wakitilia umuhimu masala ya fiqh, wa hum fil aqidati ala aqidati almutakallimin. Walikuwa na akida ya ahlul kalam, falasifa. Akida yao ilikuwa ni ya kifalasifa, min al-ash'ira, katika itikadi za kiash'ira, ambazo itikadi hizo katika miji yetu hii zipo. Watu wengi wa madhehebu ya Shafi'ia wanaojiita Shafi'ia madhhaba, akida yao imemili katika itikadi ya al-ash'ira. Wal-ash'ira aliasis madhehebu haya ni Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi, ambaye madhehebu haya baada ya kuyaasisi yeye mwenyewe alitoka kwenye madhehebu mengi: Mu'tazila, al-Kullabiyya, al-Ash'ira, akalianzisha dhehebu lake. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala famannahu bitawfiq, akamneemesha tawfiq, akaifahamu aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo akayarati madhehebu yake, akaandika kitabu al-Ibana, kitabu kingine Maqalatul Islamiyya, juu ya kuyaradi madhehebu yake. Lakini wapo waliobakia na madhehebu ya al-Ash'ira, mpaka hapa wapo wajisifia katika manabir kwamba wao ni al-Ash'ari. Wapo hapa Zanzibar, hapa kwa Mchina, wasema wao ni al-Ash'ari katika madhehebu ya al-Ash'ira, wanaokataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ila sifa 7. Na wengineo katika madhehebu ambayo hayakuwa madhehebu ya ahli sunna wal jamaa kwa aqida ya salafus salih, hawakuwa kwenye akida hiyo. Kama ilivyokuwa katika miji ya Sham, miji ya Misri, yalienea madhehebu ya al-Ash'ira, na akida hiyo ilikuwa ndio imeenea katika miji hiyo. Wa amma aqidatu salaf
فقل من يعني بها وطغت على الكثير منهم الخرافات والبدع والشرك. madhehebu ya salaf hayakuwa yakieleweka kwenye jamii. Walikuwa ni watu wachache na wengi walikuwa ni makurafi, watu wa bid'a, watu wa shirki, bali walikuwa fil ibadati almutamathil biibadati alqubur, katika masala ya kuabudia makaburi wakati huo wa Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na katika upande wa siasa wakati wake walikuwa watu wamefarikiana katika miji ya Mamlakatul Arabia Saudia, kila mmoja alikuwa amefarikiana katika upande wa siasa. Laisa lahum dawlatun, hapakuwa na daula moja, bal kullu qaryatin laha amir, kila kijiji kiko kina amiri wake. فالعيينة فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم. ukiangalia Dir'ia kuna hakimu wake, Riyadh kuna hakimu wake, Uyaina alipozaliwa yeye kuna hakimu wake, na baadhi ya miji mingine kila mji una amiri wake na hakimu wake kusimamia. Na ilikuwa baina yao hurubun, kuna vita vingi baina ya mji huu na mji huu, kuna vita tofauti tofauti. Kwa hiyo haya pia yalimuumiza kichwa. Da'wa yahitaji utulivu. Kuna vita, hawafahamiani watu, bali ni washirikina, bali ni watu wa bid'a, mvurugano katika jamii iliyokuwa nayo Saudia wakati huo. Na katika miji ya Najdi palikuwa na ibada ya makaburi, kuwataka uokovu makaburi, na hasa palikuwa na kaburi la sahaba Zaid bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma alladhi istushhida ma'a jama'atin min as-sahaba, alikufa shahidi katika vita vya Musailima al-Kadhdhab. Walikuwa wakimtaka msaada Zaid bin Umar bin al-Khattab, wakimtaka msaada, wakimuomba, yupo kwenye kaburi wakati huo, wakiabudia makaburi. Haya alipoyaona yakamuumiza kichwa. Walikuwa wana miti, wakitaka baraka kwenye miti, wanaitakidi kuna baraka. Bal kanat indahum an-nihalul batila, walikuwa na mila batil nyingi, mithlu sufia, mfano wa mila za kisufi, wakiwa na itikadi ya wahdatul wujud. Wana itikadi ya wahdatul wujud, wanasema Allahu mawjud, Allah yupo, na al-abdu huwa Allah, mja ni Allah. Allah aweza ingia kwenye kiwiliwili cha mja, ndio wahdatul wujud. Allah ni mja, mja ni Allah, ambayo madhehebu hayo aslan yaliasisiwa na kutiliwa nguvu na bwana mmoja aitwa Muhyiddin bin al-Arab. Muhyiddin bin Arab katika miaka alikuwa mwaka 631 huko nyuma, kabla ya Sheikh kuja, ndio aliyetia nguvu madhehebu haya ya wahdatul wujud katika madhehebu ya kisufi. Alipoona mambo haya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab na hali ya Waislamu waliokuwa nayo, akaanza harakati za da'wa. Waqama yad'u ila Allah wa yudarrisu at-tauhid wa yunkiru hadhihi ash-shirkiyat wal khurafat wa yuqarriru manhaj as-salaf as-salih. Anawasomesha watu tauhid, anakataza shirki, bid'a, anawaeleza mfumo wa wema waliotangulia nyuma, mfumo wa kiswahaba, mfumo wa kitabi'in, mfumo wa aimmatul huda ulikuwaje katika da'wa zao, katika ibada zao, kwenye akida zao, kwenye muamalati wao baina yao kwa baina yao, akiwakumbushia na kuwafundisha. Allah subhanahu wa ta'ala kamwafikisha, فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة من أراد الله له الخير. الله kampa wanafunzi wengi watokao Dir'ia, Uyaina, wakapata wanafunzi
wakaja wakasoma kwake Sheikh rahmatullahi alayhi. Kisha baada ya da'wa kuwa inapanuka, iktasala bi amiri al-Uyayna, akaungana na kuzungumza na kuwasiliana na kiongozi wa mji ule wa Uyayna, na alhamdulillah da'wa kaikubali kiongozi wa mji ile na akamwahidi atamnusuru da'wa hiyo. Jambo la kwanza, wakavunja kubba katika kaburi la Zaid bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Akamtaka amiri nguvu, kwa sababu jambo hili halifanywi kwa mikono ya asiyekuwa hakimu. Pale Korekwe kuna makaburi mengi yamejengewa, si sunna ile, bali amekataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alimwamrisha Ali radhiyallahu anhu kila kiona kaburi alivunje. Limeinuka zaidi ya shibiri moja alivunje. Kwa hiyo pale pana makaburi pale, hatuwezi kwenda kuyavunja mpaka kwa amri ya amiri. Kwa hiyo da'wa tuieneze sisi, tufundishe watu, asa siku moja akasikia na Allah katia tawfik akatoa amri kavunjeni, alhamdulillah tutakwenda kuvunja. Ile sio sunna. Kwa hiyo akataka nguvu kwa amiri akampa baraka zote, akaenda kavunja hili kubba katika kabri ya Zaid bin al-Khattab. Akaletewa mwanamke ambaye mwanamke huyo alizini, akakiri zina hii mwanamke huyo, watalabat minhu an yuqima alaiha alhadda, akamtaka shekhe amsimamishie haddi ya zania. Mwenyewe huyo mwanamke talabat minhu an yuqima alaiha alhadda, akamtaka amsimamishie haddi ya kisheria kwa kuwa yeye amezini. faraddaha hatta karrarat alayhi, akamrejeshea, kwa maana akamuuliza mara mbili juu ya kuthibitisha zina yake. Akakiri hilo kama mfano alivyokiri sahaba al-Ghamidiyya radhiyallahu anha. Alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni, mimi nimezini toharishe, kwa maana nirembelee mawe. Alikuwa ni sayyibu zani. Mtume hakumsikiliza mara ya kwanza, akageuza uso. Akaenda tena mara ya pili, nimezini ya Rasulullah, nitoharishe, nisimamishie haddi. Mtume hakumwangalia, akamgeuzia uso. Mara ya tatu akamwambia tena, nimezini ya Rasulullah, nitoharishe na zina yangu. Mtume hakumwambia kitu, akawauliza jamaa zake, huyu ana akili? Wakamwambia, katika familia zetu yeye ndo mwenye akili zaidi. Basi hakulewa, basi akasimamishiwa haddi. Na Sheikh rahmatullahi alayhi alipoambiwa nimezini, akamuuliza maswali kutaka kuthibitisha na kujiridhisha juu ya kauli yake mwenyewe kwamba yeye kazini, anataka afanyiwe haji. Sheikh rahmatullahi alayhi faaqama alayha alhadda wa rajamaha, akafanyishia haji, akarembelewa mawe. Kwa hiyo alivunja uba na vile vile akarembelea mawe mwanamke aliyezini, kwa maana sheria ya Uislamu akaanza kuifanyia kazi. Na ukisikia sasa kwamba huyu Muhammad bin Abdul Wahhab huyu ameharibu historia ya Uislamu, alikuwa ni mtu asi fasik. Kuna kijitabu kilisambaa akizungumza Sheikh al-Islam, alafu nje ya kava imeweka picha yake kati ya ile kiko, yani sigara kiko ile, sio? Au mjui ile na kama wacha tumbaku mbele, unajua etwaje kiko ile picha yake ilokatiwa anafuta sigara, masufi wamechora picha hivi, alafu kava suti. Sasa Sheikh kiko anao hivi anafuta sigara, wanamsifia kwa sifa mbaya sana. Kwa nini? Kwa haya aliyoyafanya, kuvunja makaburi, kuvunja baadhi ya nyumba ambazo walikuwa wanakwenda kuabudu kwa itikadi yao. Hapa Mtume alikaa, hapa Umar alifanya kadha, hapa kadha, kote akavunja yale
kuondosha ile dhana ya shirki katika miji ya Makka na Madina. Kwa hiyo akamfahamishia hadi mwanamke huyu. Hii habari ya kumfahamishia hadi na kuvunja kabri ikamfikia amiri wa al-Ahsa, ambaye hakuwa katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa, alikuwa na yeye katika hawa mushrikun, hao ahlul bid'ah. Alipopata habari hii akamwambia amiri wa Uyaina, huyo bwana mtoweni katika mji, usipomtoa wa illa qata'tu anka almusaa'ada allati ursiluha ilayk, usipomtoa nitakata msaada ambao nakusaidia na nakutumia kwa ajili ya mji wako. Kwa maana kwamba Uyaina ilikuwa ikisaidiwa kimaisha na nani? Na al-Ahsa. Kwa hiyo haya kwanza sasa hivi yameanza zamani, kwamba kubali ushoga tutakupa misaada. Haya kwanza leo, yalianza zamani. Alipoona maneno haya akamjia huyu amiri wa Uyaina, akamjia Sheikh rahmatullahi alayhi, akamuelezea habari hii. Akamwambia ana la aqdiru an uqawima haula, siwezi kuwahudumu mimi wananchi wangu, kwa hiyo bora uondoka ili nipate salama na mji wangu na wananchi wangu. Tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaipima imani ya shekhe, anamtahini kwa mitihani ili amwangalie da'wa yake itakwenda au itanyamaza. Fahaddaahu sheikh wa wa'ada bil khair, akamtuliza akamwahidi khairi, akamwambia tulia, huyo analeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio yeye. Kwa maana akampa maliwazo juu ya kukubali da'wa, aache yale ambayo anatakikana kuyafanya na huyu bwana, wa yatawakkala ala Allah, na ategemee kwa Allah, wa anna ar-rizqa biyadillah, na riziki yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadhihi aqida at-tauhid min man qama biha fa inna Allah yu'inuhu wa yansuruhu, na siku zote tauhidi hii akisimamisha mtu Allah atamsaidia na kumnusuru. Kubali da'wa, achana naye huyo. Amiri anamwambia hapana, lazima utoke, lazima utoke, hapana, haiwezekani, siwezi kuzuiliwa msaada kwa ajili yako. Asarra ala khuruji sheikhi min baladihi, akaendelea juu ya jambo la kumtoa shekhe kwenye mji wake. Fakharaja sheikhu, akatoka shekhe kwenye mji. Wakati ulikuwa ni wa mchana, anatoka shekhe anaelekea katika miji ya Bid'ia, na kule Bid'ia alikuwa na mwanafunzi wake, ndiko ambapo anategemea kwenda, akiitwa Ibn Suwaili. فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية يهوي بها على وجهه وهو يمشي. Anatoka huko anakwenda Dir'ia, hana chochote katika chakula, hana chochote katika maji, hana chochote katika nguo zaidi ya kipepeo cha mkono, akijipepea kwa sababu ya jua kali peke yake. Wa huwa yaqul, na yeye anasema maneno anarejea, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. At-tasliya, anajiliwaza nafsi yake Sheikh rahmatullahi alayhi, yoyote amchaye Allah, kwa maana anaogopa kuingiliwa jambo lake na shetani, kwamba acha tena, watolewa kwenye mji wako uliozaliwa kwa sababu ya da'wa, acha, sio acha. Lakini anailiwaza nafsi yake, anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yoyote amchaye Allah, Allah atampa pa kutokea katika tatizo lake, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kwa namna ambayo hataraji.
hafikiri kwamba hapa patapatikana riziki. Wa huwa yamshi ila ad-dir'iyya, aelekea dir'iyya. Huyo Sheikh rahmatullahi alayhi katikiswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo waambiwa upewe mshahara, wasema basi shida nini hizi na nyoa zote, tena si kwa mashine, kwa nea zote. Shida nini? Kanzu sivai tena, shida kanzu tu sivai tena. Mbona watikiswa kidogo wewe, waacha sunna humu ndani tusikuone. So kataa hitima wewe, humu ndani kwangu nisikuone. Baba anakwambia hivyo. Unakuja msikitini hapo naambiwa msikitini turuhusu watu kulala. Kuna mtihani. Unampigia ustadhi wako, ustadhi nimefukuzwa. Naonyesha mpaka kukaa. Shida nini? Baba nini kwani? Hitima halali. Huyo aenda yuraddidu hadhihi al-aya wa huwa yamshi, arejea aya hizi aliyokuwa anatembea. Alipofika falamma wasala ila tilmidhi, alipofika wanafunzi wake fi dir'iyya, asaba at-tilmidh khawfun wa qalaqun min majidi shaykh. Alipomwona shekhe kaingia katika nyumba yake, hofu ikamjaa, huzuni, hana raha tena. Kwa nini? لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد. akihofia nafsi yake apokea shekhi ambaye keshakwa tahadhari mji mzima. Mutahadharuna min hadha sheikh, pametangazwa asije huyu fulani, asipokelewe. Dir'iyya shatangazwa tayari, kaja kwake sasa. Mwanafunzi anahofia nafsi yake, lakini anahofia nafsi ya shekhe, wasije wakamdhuru shekhe. Hii ni ilmu, asiyakadhuriwa huyu, nafsi haitulii. Akamtuliza, akamwambia hakuna hatari ambayo itatokezea hapa. Tawakkal ala Allah jalla wa ala, fahuwa yansuru man nasara. Zote Allah subhanahu wa ta'ala kumnusuru aliyemnusuru. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, ikiwa mtamnusuru Allah nyinyi, Allah atawanusuru na yeye, na atakuthibitisheni dini yenu na mwendo wenu katika ibada zenu. Maisha yakaenda, shekhe yupo dir'iyya, mwanamke zawjatu amiri dir'iyya, mke wa kiongozi wa mji wa dir'iyya, akasikia kwamba kuna shekhe huyo anayetahadharishwa yupo kwenye mji wetu. Akamfikishia da'wa mumewe, aitwa Muhammad bin Saud, Muhammad bin Saud. Akamfikishia da'wa na akampa habari juu ya uwepo wa shekhe. Akamwambia wa annahu, kama huyu shekhe ni'matun min Allah, hii ni neema itokayo kwa Allah. Saqaha ilayhi, kwamba Allah ameichunga amemletea kwenye mji wake. Anamwambia badi, haraka, kimbilia kuchukua neema hii. Utulivu kaingia kwenye nafsi ya amiru dir'iyya Muhammad ibn Saud. Da'wa kaipenda, akawaambia watu yatini, wamletee. Mkewe akamwambia la, sio wakuletee, wewe uende kwa shekhe. Umeelewa? Sio uletewe hapa, bal idhhab anta ilayhi, wewe nenda kwake, wewe nenda kwake. Kwa nini? Anamwambia liannaka idha arsalta ilayhi wa qulta yatini, ikiwa utatuma watu kwake kumwambia niletee, rubbama yaqulu an-nas talabuhu min ajli an yabtasha,
tamwambia huyo shekhe achumia tumbo lake, kenda kuliparatisha kwa kiongozi. Nenda wewe, idha dhahabta ilayhi yakunu hadha izzan lahu wala, ukenda wewe itakutukufu ni kwa shekhe na kwako. Kwa hiyo heshimu shekhe, nenda wewe, sio shekhe aje kwako. Akaenda al-amir fi baiti tilmid wa sallama alayhi wa sa'alahu an qudumi, akasalimia, akaomba kuingia ndani, akaelezea, akampa yale ambayo kasikia. Kisha Sheikh rahmatullahi alayhi akaelezea da'wa yake kwa huyo amir, akamwambia wa hiya da'watu ila kalimati at-tauhid wa hiya la ilaha illa Allah, wa sharaha ma'naha wa bayyana lahu annaha aqidatu ar-rusul. Akamuelezea la ilaha illa Allah maana yake, yatakana iwe vipi, na hiyo ndio aqida ya manabii na mitume wote. Faqala al-amir abshir bin nasr wa at-ta'yid, bashirie kwa nusra na kutiliwa nguvu, nitakunusuru mimi amiri, nitakunusuru wewe, nitakutia nguvu kwenye da'wa yako Muhammad ibn Saud. Na leo nasikia inaitwa mamlakatul arabia saudia, ndo asili huyu Muhammad ibn Saud. Saudia ndio huyu Saud. Allah subhanahu wa ta'ala akaitia nguvu, ndio ufalme utoka pale mpaka leo kwa Suleiman, silsi ya ibn Saud mpaka leo. Akamwambia wa abshir bil'izzi wat-tamkin, na kamjibu akamwambia jibashirie wewe izza, kwa si amir utapata izza ikiwa da'wa hii utaikubali. Allah atakumakinisha hapa kama tulivyosema katika aya wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat ila akhir al-aya. لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له، اللهم مكنيشا من kuisimamia neno hili. Akamwambia al-amiri lakini ashtaritu alayka shartan, nitakupa nusra na nguvu lakini nakupa sharti moja. Amiri anatoa sharti kwa shekhi. Shekhi amuuliza lipi? Akamwambia anta turukani wama akhudhu minan nas, uniachie haya ninachukua kwa watu, masala ya kodi na wengineo, niachie haya, usinikataze. Akamwambia la'alla Allah yughniyak an hadha wa yaftah laka baba rizqin min 'indi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakutosheleza na hilo, kwa maana liache, akakupa bora, akakufungulia milango ya riziki mingine. Wakachanguka, akarudi amiri, shekhe akabakia. Shekhe akaanza da'wa hali ya kuwa na nguvu ya amiri. Da'wa anaieleza kwa suhula. Waqama al-amir bil-munasara, shekhe anasimamia da'wa, amir anasimamia kumnusuru shekhe rahmatullahi alayhi. ثم توافد الطلاب على الدرعية وصار للشيخ مكانة فيها. watu wakaanza kuja katika mji wa Dir'ia kusoma, na shekhe akapata manzila ambayo atakikana shekhe awekwe katika mji, akakaa sehemu hiyo. Baada ya kushinda mtihani aliohimiwa na Allah, kufukuzwa da'wa hakuiacha, Allah akampa zawadi baada ya kuthibiti katika da'wa yake, nusra ikathibiti kwake. Fakana huwa al-imamu fi salati, akawa asalisha watu, wal mufti wal qadi. Alhamdulillah, miji ya mamlaka upande wa Dir'ia tauhidi kasimama. Sheikh rahmatullahi alayhi akaandika risala na barua, akazituma katika miji mingine, rasail ila ahli albuldan walqura yad'uuhum ila Allah
والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات akawaandikia barua waache shirki waingie kwenye tauhid waache bid'a faminhum man istajaba wa dhamma ila ad-da'wati biduni jihad wa biduni qital wapo waliojibu da'wa na wakaingia katika da'wa pasina kupigana vita wala lolote lile da'wa kaikubali na wapo ambao walikataa wakafanya inad faqatala junud at-tauhid bi qiyadati al-amir Muhammad bin Saud rahmatullahi alayhi jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala likapigana jihad katika miji tofauti chini ya usimamizi wa huyu mfalme Muhammad bin Saud na abisaidiana al-Imam al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wakawapiga na kuwadhalilisha wale maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala da'wa ikaenea mpaka Najdi miji kajisalimisha hata yule amiri wa Uyaina aliyokuwa kikofia kwa kitisho cha amiri wa al-Ahsa akakubali da'wa akaingia na yeye akajisalimisha awe chini ya wilaya ya Muhammad ibn Saud yesi amiri tena sasa amiri ni Muhammad ibn Saud kwa hiyo alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah da'wa ikaenea katika miji tofauti na katika miji ya Riyadh palikuwa pana uzito jihadi ikawa kubwa katika mji wa Riyadh mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nusra jeshi la tauhid ikashinda miji ya Riyadh ikaenda kote da'wa ikaenea mpaka kuelekea Sham Yaman na sehemu nyingine mpaka Khalij al-Arabi Allah subhanahu wa ta'ala akatia nguvu katika miji ya Dir'ia akapanua riziki matunda thawabu zikawa nyingi kwa wao kwa nini kwa kuwa wamesimamisha da'wa ya tauhid Allah kautia nuru mji wa Dir'ia kwa ilmu kuwepo kwa Sheikh rahmatullahi alayhi hiyo ni historia fupi ya Sheikh juu ya kuanza kutafuta ilmu na da'wa yake ambayo sisi tunajifunza hapa katika hili tokea unaanza kusoma mpaka unafika mwisho wako na kuanza da'wa msingi mkubwa ambao wahitajika as-sabr ni kufanya subra katika kutafuta ilmu kufanya subra katika da'wa Sheikh rahmatullahi alayhi hakuwa na pesa hata kununua kitabu na anaandika kwa mikono wake na wewe kama huna pesa andika kwa mkono wako nikwambieni shirki zilizoko nje bid'a zilizoko nje hizi zinataka kupiganiwa si kwa nguvu ni kwa hoja za kielimu kwa hiyo dini hii yatakupiganiwa kwa ilmu ni juu yetu kupambana kwenye kusoma sana mwangalieni Sheikh rahmatullahi alayhi alikuwa peke yake yeye mtu mmoja nani anapinga leo nani atapinga Maka na Madina kuwa si miji ya tauhid nani anapinga hapingi isipokuwa mtu huyo awe asili yake ni Muirani hapingi isipokuwa mtu huyo awe ni Muomani mwenye madhehebu ya Kiirani na Kiomani wao ni maadui wakubwa wa daula ya tauhid vile uionavyo leo mamlaka ni juhudi ya huyu bwana mmoja alikuwa peke yake
mpaka leo tunauona mji ule wa tauhid unavong'ara. Pale Shia anauawa katika mji ule. Hapapigwi maulidi ya mfungo 6 pale. Wapo wanafunzi walifukuzwa wakifanya maulidi ndani ya dakhalia, wakafukuzwa pale. Tunawajua kwa majina sisi. Kuondosha bid'a kama hizo. Lakini wanaoishi kule na viongozi sio maasumun. Kuna baadhi ya maeneo huwa wanakosea, lakini tutuwatie makosani na kusema kwamba si mji wa tauhid, tuseme ni mji wa ufuska. La, hatusemi. Ni juhudi ya huyu bwana. Kwa hiyo na wewe waweza mji huu wa Zanzibar ukautoa ulipo sasa. Hatukatai sisi wala tubishana kusema 99% ni mbwembwe tu hizi, au sio? Hizi ni mbwembwe tu za maneno. Sisi 99% hizi ni mbwembwe tu. Kulithibitisha hilo sisi tupakimio swala hapa. Uangalie baadhi hapo kipanga swafu hapa. Kama taamua leo imamu aseme leo tuangalie swafu, atakayeweka safu pana tezea bakora 2. Kama hatakwenda kuswali huko hapa, Uislamu vipi? Kwa hiyo mji huu ni muovu, mambo mengi yapo ya kiovu yanaondokaje? Juhudi kama hizi za Sheikh rahmatullahi alayhi. Tunasoma tarjama kama hizi zitutie hamasa, iweje aweze kuondosha mji wake kutoka kwenye shirki kwenda kwenye tauhid peke yake. Sisi tupo ngapi hapa? Tumevaa makanzu makubwa, kofia, wengine tuna vilemba. Tutashindwa au ndo kunyamaza? Lazima da'wa ifanywe, tujitahidi katika hilo. La kwanza, tusomeni sana madarasani, tuhudhurie, tusikate madarasani, tusomeni sana ili tuwe na yale ya kulingania. Tazama katika nukta ambayo amiri ametoka kwake anakwenda kwa shekhe bila taarifa. Anafika kwa shekhe, anamuuliza masala yake, shekhe anamshereheshea. Wewe ukiuliza utasemaje kwanza? Subiri kwanza ngasome kitabu changu vile nilipotafsiri niangalie. Swataka hilo? Kuhusu hilo subiri kidogo. Kwani nikikabi kitabu changu mimi? Kipo chini ya mvungu. Turakiz masala bifuani, yarakiz. Anapokujia mtu anakuuliza swali kuhusiana na masala ambayo yapo, unamshereheshea, unampa na faida. Halali, haram, la, mpe na faida, mshibishe. Utamshibishaje katika kula huna? Wewe mwenyewe una njaa, utamshibishaje? Kaifa najlibu almaa fi bi'ri alfarighi, vipi tutachota maji kwenye kisima kikavu? Taweza? Kisima cheupe tutatia dalu hiyo, tutapata maji? Tusomeni jamani, kisha tulinganie da'wa. Sheikh rahmatullahi alayhi ameandika vitabu vingi vinajulikana. Miongoni mwa vitabu hivyo mashuhuri chao kitabu tauhid, ndio mashuhuri chao. Kitabu hiki ni mashuhuri. Tutakuja kuona ndani yake yale aliyoandika ndiyo aliyoyadiriki katika zama zake. Aliyoandika humu ndiyo ambayo kayadiriki kwenye zama zake. Kitabu tauhid, al-usul al-thalatha, qawaid al-arba',
masailul jahiliya, kuna masala zaidi ya 120 yaliyokhalifiana aliyoyakhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutumwa waliokuwa nayo makuraish wakishirikina wa Mayahudi na Manasara. Akakhalifu zaidi ya mambo 120 ambayo sasa hivi pia yapo kwa baadhi ya watu, masailul jahiliya na vingine kwenye vitabu ambavyo vimetanawa katika miji mbalimbali. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, na kwa historia kama hizi atuinue raghba ya kusoma na raghba ya kufanya da'wa katika miji yetu hii, tukisaidiana na Allah subhanahu wa ta'ala akitia tawfik, alhamdulillah, neema itakuwa kubwa kwenye miji yetu, jumla mafuta tashuka bei na kila kitu. Barakallahu fikum. Muda umekwenda. Ni nubdha, kama kuna maswali kuhusiana na hili ambalo tumelisomesha tumelizungumza, basi naruhusiwa biidhnillah. Siku ya Jumatatu tutaanza kitabu kukisoma.